toka mimi nitoweke kwenye ulimwengu huu. Leo ni siku ambayo nimeamua kukutoa wewe ukatafuta mrithi wako halali baada ya mimi kupoteza maisha yangu. Sasa usifanye makosa, hakikisha anakupokea kwa mikono miwili na usirudi tena huku. Usirudi tena huku. Nenda. Nikiwa kusaidiana. Lakini nachonitisha, natujua umekuta na nini. Fikiri ndio tuwe maamuzi. Havivi. Hii ni dharura. Na siku zote dharura haikuepeki. Isitoshe tunamjua. Hebu tumsaidie kijana mwenzetu. We. Hofu yangu asija kama amekumbwa na lile joka linalopita kila kipindi cha kifuku. Usemao sijayapinga. Ila dalili ya joka lile ni alama mburuzo wa mwili wake ardhini. Na hapa hakuna. Uone kama amekumbwa na kitu kingine. Sisi ni waungwana. Hebu tumstiri muungwana mwenzetu asiendelee kuzailika hapa ardhini na kuliwa na siafu walokosa kitoweo. Ila ni kweli. Tusije kutolewa maana kwa vitu visivyokuwa na maana. Hivyo tufanye hima. Na habari za mtokako? Habari mtokako kama unavyoziona
Pindi natoka nyumbani kuelekea shamba, tulimkuta kijana mwenzetu ameanguka barabarani. Tukaona si busara kumwacha pale kama tulikuwa na haraka kiasi gani. Asanteni sana. Sina cha kuwalipa kwa hiki mlichokifanya leo. Naomba Mwenyezi Mungu awazidishie. Maana sasa hivi ni vijana wachache sana wenye mioyo kama hiyo. Asante mama, tunashukuru kwa kutupokea na ukarimu wako pia. Na tulikuwa tunaomba ruhusa yako tuondoke, maana tulikuwa tunaenda shamba kupata ingi. Si unajua jua likizidi kuwaka tutashindwa kulima kipande kirefu. Haya, mimi nawaruhusu. Muende salama, mrudi salama. Ila ninawaomba mkiwa mnaondoka mkanitie daktari wa kijiji. Sawa, tutafanya hivyo. Na tukiwahi kurudi, tutakuja kumwangalia maendeleo yake. Haya, asanteni. Haya mama, asante. Sisi tunaenda. Haya. Mama, maajabu, tena maajabu makubwa. Sijawahi kusikia, kusoma wala kuona fimbo kitembea yenyewe hewani bila kofu mwenye nayo mama. Unaweza kuniambia nini tafsiri nilichokiona? Mwanangu Shakura, hayo sio maajabu. Kila ifikapo msimu wa mavuno, mambo mengi hutokea. Kwa hiyo, ondoa hofu kuhusu hilo mwanangu. Sawa, ila sijawahi kusikia kabla. Na kipindi cha mavuno bado mama. Wewe uone kama kuna tatizo. Aha. Sawa. Huo utakuwa mzimu wa mzee Mamba. Umekuja kuwasalimia wanakijiji. Au una tatizo hapa kijijini kwetu. Mama, mzimu? Mbona sijawahi kusikia kabla kama kuna mzimu wa mzee Mamba unaokuja kusalimia au kutoa ishara ya tatizo mama? Naogopa. Ni kweli. Usiogope mwanangu. Sikuwahi kukuambia kabla. Ila nitalifanyia kazi jambo hilo. Tulia kama maji ya mtungini mwanangu. Sawa mama? Sawa, nimekuelewa mama. Ila naogopa kweli. Usiogope mwanangu. Sawa. Hodi mama. Karibu daktari. Shalom mama. Salama za hapa. Salama. Nimepata wito wako kutoka kwa vijana walioagiza. Nikasema sio vibaya kutii wito wako mama. Ni kweli nimekuita uje niangazie kijana wangu. Ameamka vizuri asubuhi, amejiandaa amekwenda shamba, lakini amerudi akiwa amebeba. Hapo unapomuona, sio kutikisa mguu, sio kupepesa macho. Ananiogopesha. Okay sawa, ngoja tupime ili tupate jibu sahihi. Haya daktari. Haya mama. Kasaf.
Usiwe na wasiwasi mama, hana tatizo lolote. Inaonekana alipokuwa njiani alikumbana na kitu ambacho sio cha kawaida, kikamletea kuwa na hofu. Kwa muda sio mrefu atakuwa sawa. Nashukuru daktari. Haya mama, poleni sana. Haya. Mimi natoka. Haya, kazi njema. Haya, asante. Kuliko ni mwenzetu umerudi bila maji. Mama, subiri nikae kwanza. Nikuelezee. Wewe hata kufika sijafika, unaanza kunisema. Kweli jamani? Unielezee nini? Mpaka nikakuelewa. Wakati nakutuma wewe ndo kachote maji, ulianza kubenua midomo utafikiri kama samaki chuchuni. Una nini wewe? Sio hivyo mama. Nilipokuwa naenda kisimani, nilikutana na Shakira akiwa anatoka kisimani, akiwa anahema kana kwamba anakimbizwa. Na aliniambia amekutana na kitu cha ajabu njiani. Sasa nadhani mimi ningefanyaje? Kingenivamia na kunizuru, si ningekufa. Ndio maana nikaamua kurudi. Umesikia wapi kijiji chetu kina mauzauza? Sema wewe, ulikuwa hutaki kwenda kisimani. Mtoto gani wewe usiotumwa? Bwana ningejua ungebaki kule kwa babako. Mama, sio hivyo. Hivi ulishawahi kusikia fimbo inatembea tu angani yenyewe? Nini? Fimbo? Ndiyo fimbo. Na ndivyo alivyoniambia Shakira. Ndio maana sikuwa hata na hamu ya kwenda kisimani. Jamani. Ni jambo gani nataka kutokea hapa kijijini kwetu? Mbona kipindi cha mavuno bado? Mama, mbona sikuelewi? Kipindi cha mavuno? Kivipi? Mwanangu, wewe bado mdogo sana. Mengine ya kupite. Ukifikia umri wa kuitwa mama, nitakwambia. Ila kwa sasa yaache yapite. Ina maana kijiji chetu kimekumbwa na matatizo. Na kwa nini mama aliniambia nifikie umri wa kuitwa mama? Sawa. Labda na maana yake. Karibu. Asante. Ukae. Habari za asubuhi Sikitu. Nzuri tu, sijui wewe utokako. Mtokako mimi kwema usiku. Naam. Kuna habari nilizozipata na mwanangu zinanitisha na kunitisha. Ni kitu gani iko mama Sikitu? Mbona anifanya na mimi nianze kuogopa? Fimbo imeonekana leo hii maeneo ya kisimani. Hicho ndio kilichonitisha na kunitisha. We, usiniambie ni fimbo ya mzee Mamba. Au watakuwa wamekudanganya hao watoto. Hata mimi naelewa basi. Maana hata mimi nimechoka mwili mzima. Kama kweli fimbo ya mzee Mamba. Sijui. Basi twende kwa mwanao kwanza ili tukajue kama anazo taarifa za hiyo fimbo. Hapana. Twende kwa mama Shakira. Maana kule ndipo na mlengwa aliyoiona ile fimbo. Sawa, twende. Karibuni jamani.
Asante. Naona leo mapema mmekuja kunitembelea. Nimekuta naandaa chai. Ngoja nikawachukulie mkeka. Hapana shoga, sisi hatujaja kukaa, kuna jambo limetuleta. Jambo gani tena? Mwenzangu alikuja nyumbani na kuniambia kuwa mwanao aliona fimbo. Ni kweli haya? Ni kweli mlioyasikia, lakini sio jambo baya. Itakuwa ni mzimu wa mzee Mamba amekuja kusalimia hapa kijijini kwetu. Ni kweli, lakini siamini kama mzimu wa mzee Mamba amekuja kututembelea. Kwa sababu mzee Mamba akija kututembelea huwa tunapata taarifa wana kijiji, tunapigiwa mbiu ya mgambo, ngoma za matambiko, tunapata taarifa kama mzee Mamba anakuja kututembelea. Lakini kwa hili sijui. Zama zimebadilika mama Sisini. Msipende kunukuu au kunakili mila jamani. Mimi naona kawaida tu, hamna tatizo. Haya, sisi tunaenda. Haya, karibuni. Lishakuwa tatizo. Inabidi nilifikishe sehemu husika kabla ya wao kulifikisha, maana nyuso zao zinaonyesha kukubaliana na mimi, lakini mioyo yao inaonyesha kutokukubaliana na mimi kwa kile nilichokizungumza. Sijui. Naisi bado shingo inauma. Karibu. Asante. Habari za nyumbani? Nzuri tu. Habari za hapa? Salama, karibu keti. Salama. Marahaba, jambo mwanangu. Jambo, karibu. Asante. Dada, nimekuja, kuna tatizo limejitokeza kijijini kwetu. Na ndio maana nimekuja ili kupata ufumbuzi wa tatizo hili dada. Tatizo gani? Mwanangu wakati anatoka kisimani alikutana na fimbo kufanya safari zake. Ndio akatoka mbio mbio kuja kunieleza. Nimekuja kukueleza ili kujua ufumbuzi wa tatizo hili dada. Fimbo? Ndiyo. Mama. Hiyo fimbo ndio inanifanya mimi niwe kwenye hii. Wakati natoka hapa naelekea shamba, nilikutana naye uso kwa uso. Imenizunguka zaidi ya mara 5. Nikahisi mwili mzima kunyong'onyea na kupoteza fahamu kabisa. Sikujua nini kinaendelea. Mama, kwa tutakufa? Hatutokufa. Shaka ndio. Hiyo fimbo ilikuwa ya mtawala wa kijiji hiki. Unamaanisha ni fimbo ya marehemu mzee Mamba? Ndiyo. Lakini sipo kaburini kwake. Ni kweli, lakini ilikuwa fimbo ya maajabu. Nahisi imerudi kuja kumtafuta aliyeteuliwa kuwa mlisi wa mzee Mamba. Sawa, mimi ngoja niende zangu. Karibu. Asante. Wasalimie nyumbani. Haya. Upande wa baba, upande wa mama, hodi. Ni ghafla mimi leo kuja hapa na kutaka kuzungumza na wewe mzee Mamba. Pote kwenye kijiji chako pende kuwa fimbo yako imeonekana na kuzunguka kila pembe ya kijiji. Hebu nipe jibu na tafasiri ya fimbo yako. Maana kipindi cha mavuno bado au kuna tatizo? Umesahau. Nimesubiri ya kutosha,
lakini ampigilii chochote kuhusu visa fimbo yangu, na nilishasema mara nyingi tu wakati nikiwa bado mtawala wa kijiji hiki cha Mmawa, nitakapotoweka duniani, basi fimbo yangu halisi mjukuu wangu Kasikasi. Lakini nimekaidi na kuamua kunizika nayo. Sasa imekuja kutafuta mlisi wake yenyewe, na mimi ndio niliyeituma. Nimeituma. Ni kweli uliyozungumza, lakini sio vyema kuja na kuanza kuogopesha watu, maana si kawaida ya fimbo yako au mbile ya pembe lako. Nipe muda, nitakaa na washauri wako na mjukuu wako mwenyewe, nitazungumza nao. Taratibu zitafuatwa na tutamkabidhi fimbo yake. Tawa. Na muda mwingine unakuwa na tabia kama za babu yako. Hiyo ndiko na umri kama wako. Mama bwana, naona leo umeamua kulikumbuka ile dume la mbegu marehemu baba yako. Alishawahi kuniambia kama sikosei nikiwa na umri wa miaka 13, 14. Aliniambia kuwa aliwahi kuwa simba ambaye alikuwa anasumbua kijijini hapa. Kwa nini unifananisha na yeye wakati mimi sijawahi kuwa hata panya mdogo? Ni kweli mzee Mamba alikuwa jasiri na mkakamavu. Baada ya kijiji chetu kuvamiwa, majangili walikuwa wanachukua watu na kuwakata viungo, na wengine kuchunga ngozi na kwenda kuuza ughaibuni kwa wenye rangi nyeupe na nywele za pamba. Sasa babu yako alisimama kupambana mpaka majangili wakashindwa na wakatoweka kabisa. Hapo ndo akawa mtemi na mtawala wa kijiji cha Mmawa. Alishawahi kuniambia pia aliwahi kukata minyororo aliyofungwa huko kwenye milima ya mawe kwenye kambi ya watu weupe. Alifanikiwa kurudi nyumbani salama usalimini na kumchukua bibi na wewe ukiwa na ujauzito wangu. Ni kweli, hata hajakudanganya. Na sasa babu yako amerudi na amekasirika sana. Amerudi?